mata yajibu siyamu shahri Ramadhan, wakati gani basi kunawajibika kufunga Ramadhan? Hii Ramadhani ambayo tuizungumzia panawajibika kuianza kufunga wakati gani? Wanasema ulama, wayajibu saumu Ramadhan, na inawajibika saumu ya Ramadhan biruyati hilalihi, kwa kuonekana muandamo wake, kuonekana mwezi wa kuingia Ramadhan. Na hii ni katika ile siku 29, kama vile usiku wa leo. Mwezi ukiandama basi watu watafunga kwa sababu mwezi umeandama. Au ikmali iddata Shaabani 30, au kwa kukamilisha hesabu kamili ya Shaabani siku 30. Kwa hivyo saumu ya Ramadhan, barakallahu fik, inaanza kwa kuonekana mwezi muandamo, ukaandama katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban. Watu wakauona mwezi watafunga kwa sababu mwezi umeonekana. Haukuonekana katika ile siku kutazama mwezi, mtakamilisha hesabu ya mwezi 30. Maana katika miezi ya Kiislamu hakuna mwezi una 31. Miezi ya Kiislamu ima 29 au 30. Tunapotimiza siku 30, baada ya hapo ni Ramadhani mosi, hakuna mjadala. Kwa hivyo Ramadhani kuanza kwake ni kwa sababu ya mambo haya, na hili limethibiti fi al-ahadithi as-sahiha. Mfano hadith ibn Umar fi as-sahihain, hadithi Abdullah ibn Umar katika sahihi mbili, sahih Bukhari wa sahih Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu faaftiru, pindi mtakapouona huo mwezi muandamo basi fungeni. Wa idha ra'aytumuhu faaftiru, na pindi mtakapouona, na huu ni muandamo wa Shawwali sasa, basi fungueni mwezi wa Eid huo. Kisha anasema alayhi salatu wassalam, fa in ghumma alaykum, na ikiwa utazibwa juu yenu, utajificha juu yenu, faqduru lah, basi ukadirieni huo mwezi, bimaana timizeni hisabu ya mwezi wa Shaabani siku 30. Hiyo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar fi sahihain. Wa inda al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, katika sahih imekuja hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi mashuhuri sana. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sumu li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi, waftiru li ru'yatihi, na mfungue kwa kuonekana kwake. Fa in ghubbiya alaykum, imekuja lafdhi hilo, fa in ghubbiya ay khafiya, na ikiwa utafichikana kwenu nyinyi, fa akmilu iddata Shaaban, basi kamilisheni hesabu ya Shaaban. Fa in ghubbiya alaykum, na ikiwa utafichwa huo mwezi kwenu nyinyi kwa sababu ya mawingu mathalan, fa akmilu iddata Shaaban 30, basi kamilisheni idadi ya Shaabani siku 30. Hii ni hadithi ya Abi Hurairah inda al-Imam al-Bukhari. Sasa suala hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi lina mzozo mkubwa sana, kuanzia kwenye vitabu vya ilmu. Ukifungua kutubul ulama, kutubul furu', vitabu vya kifikihi kutokea zamani mpaka vitabu vya sasa, waandishi wa leo, pana ikhtilafu kubwa katika jambo hili la mambo ya mwezi muandamo. Na khilafu hii iko pia baina ya Waislamu wa kawaida katika miji yetu. Ni mamoja hapa katika nchi yetu au nchi nyingine ambazo wako Waislamu, pana mvutano mkubwa sana kwenye jambo hili la mwezi muandamo. Kupitia hadithi hii, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuonekana kwake huo mwezi na fungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Tunasema ikhtilafu hii kama ilivyokuwa ni ya zamani kongwe, itaendelea kuwepo hata sasa na baadaye, kwa kuwa sisi hatuna jipya katika dini hii ya Kiislamu. Elimu ni ile iliyofunzwa na wahi
ikashereheshwa na wanawachuoni wetu kwenye vitabu vyao. Kwa hivyo utasimama utazungumza, lakini huwezi kuleta jipya ambalo alimamu Ahmad hakulijua, walimamu Shafi'i hakulijua, walimamu Maliki hakulijua, walimamu Abu Hanifa hakulijua, na wanawazuoni waliokuwa nyuma yao. Huwezi ukaja na jipya wewe. Almuhim tunaegemea kwenye kauli zao kwa kuangalia zile ambazo zimewafiki zaidi dalili. Sasa kwa dakika chache tu, hadithi hii ya Abi Huraira, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, alimamu Shawkani rahimahullah alipoitaja hadithi hii kwenye kitabu chake Nailul Awtar juzuu ya 4 ukurasa wa 194, alimamu Shawkani alipoitaja hadithi hii akazungumza maneno makubwa sana kwa kusema, wa hadha, na jambo hili la kufunga kwa kuonekana mwezi na kufungua kwa kuonekana mwezi, asema wa hadha la yakhtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infirad, na jambo hili halihusishwi kwa watu wa upembe fulani juu ya mwelekeo wa kujitegemea. Wa hadha la yakhtassu bi ahli nahiyatin ala jihati al-infirad, na kauli hii ya Mtume alayhi salam haihusiki kwa watu wa upembe fulani kwa mwelekeo wa kujitegemea. Labda maelekezo haya ya Mtume alayhi salam yanawahusu watu fulani wa sehemu fulani tu. Alimamu Shawkani anasema hapana, bali huwa khitabun likulli man yasluhu lahu min almuslimin, bali haya mazungumzo ya Mtume alayhi salam ni mazungumzo likulli man yasluhu lahu, kwa kila yule ambaye anasilihi kwa mazungumzo haya, min almuslimin, miongoni mwa waislamu. Akaendelea, kuna mahala ninapataka tunapahitaji hapo, akasema rahimahullah, falistidlalu bihi, sasa kujenga hoja kupitia hadithi hii, ala luzumi ru'yati ahli baladin lighairihim min ahli albiladi adhharu. Sasa kutolea hoja hadithi hii ala luzumi ru'yati ahli baladin, juu ya kulazimu muandamo wa watu wa mji fulani, lighairihim, kuwalazimu watu wengine wa mji mwingine. Kutolea hadithi hii hoja hii kwamba inalazimu muandamo wa watu wa mji fulani kuwalazimu watu wengine, kuitumia hadithi hii katika mwelekeo huu, anasema adhharu, hili jambo limedhihiri zaidi, ndio liko wazi zaidi, kwamba muandamo wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa miji mingine katika miji ya Kiislamu. Mtazamo huu alimamu Shawkani rahimahullah anasema ndio uliodhihiri zaidi min alistidlali ala adami alluzum, kuliko kujengea hoja hadithi hii juu ya kutokulazimu kwamba mwezi wa mji fulani hauwalazimu wengine. Kutumia hadithi hii kwa mtazamo huu wa pili, hilo haliko wazi. Ambao liko wazi ni kufanyaje? Ni kuitumia hadithi hii kwamba muandamo wa mwezi wa watu wa mji fulani utawahusu watu wa mji mwingine na utawalazimu. Kisha anaendelea nasema, li'annahu, kwa sababu mambo yalivyo, idha raahu ahlu baladin, pindi wakiuona huo mwezi muandamo watu wa mji fulani, faqad raahu almuslimuna, basi kwa hakika ndio wameuona waislamu, fayalzamu ghairahum ma lazimahum, kwa hiyo kitawalazimu wengine wasiokuwa wao kile ambacho kimewalazimu wao. Wale waliouona mwezi wanalazimika kufunga, na wengine katika waislamu katika mji mwingine zikiwafikia habari na wao inawalazimu kufunga, kama watu wa mji huu ambao wameuona. Huyu nani huyu? Alimamu Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Nailul Awtar. Madhehebu haya aliyotaja na kuyatia nguvu ash-Shawkani akisherehesha ile hadithi ya Abi Huraira, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, haya ni madhhabu ya jumhur, wa hadha alqawlu huwa madhhabu jumhur alulama. Kauli hii aliyoitia nguvu
Ash-Shawkani rahimahullah ndio kauli ya jumhuri ya maulama wa hum Malik, nao ni Imam Malik wa Shafi'i na Imam Shafi'i wa Ahmad na Imam Ahmad wa ghairuhum na wengine katika wanawazuoni, na ndio inaitwa kauli ya jumhuri kwa sababu ni kauli ya hawa kwamba mwezi ukiandama katika mji fulani huo utatosheleza kwa waislamu wote katika miji mingine muda wa kuwa habari zitawafikia. Bali kauli hii wa huwa tarjihu jam'in min almuhaqqiqin, hii kauli hii ya jumhur ndio iliyotiliwa nguvu na kundi kubwa la wanawachuoni wenye kuhakiki masail. Miongoni mwa hao ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah, mtasoma baadhi ya kauli zake, wal Imam ash-Shawkani huyo ambaye tumesoma kauli yake, wal Imam Siddiq Hasan Khan ana kauli hiyo, bal al-Imam al-Albani rahimahullah wal Imam Ibn Baz wao pia madhehebu yao kwamba mwezi ukiandama sehemu moja yajuzu kwa waislamu wengine kufuata mwezi huo, na ndiyo maana ya hadithi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wao wanaona ndiyo maana ya hadithi hii inawaenea waislamu wote, sio watu wa mji fulani ukitoa mji mwingine. Lakini pia wakazungumzia hali zilivyo sasa, ikiwa jambo haliwezekani kila watu wamejipa mwezi wa mji wao, haya masala mengine. Wana kauli zingine za kwamba ikiwa mambo hayawezekani fungeni na miji yenu, lakini kauli yao ya kwanza al-Albani wa Ibn Baz rahmatullahi ta'ala alayhima, na watu wengi huchanganya wakisema kwamba wana kauli mbili zenye kukinzana, al-Albani wa Ibn Baz, kwamba kauli zao za kwanza zinakinzana na kauli zao za pili hazikinzani. Madhehebu yao ni madhehebu ya jumhur kwamba ahadithi hizi ni amma, unapoandama mwezi ndio muandamo wa waislamu wote bila kuzingatia migawanyo ya miji. Lakini ikiwa jambo limekuwa gumu kama katika zama zenu hizi, pana mipaka mingi ya kisiasa, mambo ya serikali yameingia kati, mamlaka zinakinzana, ikiwa jambo haliwezekani basi kila mtu atabakia na mwezi wa kwao kwa ajili ya kuchunga maslahi ya umoja katika nchi zenu. Sasa hizi ni kauli zao ambazo hazigongani, kila kauli ina maana yake. Hawa ni katika waliorajihisha kauli ya kusema kwamba sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hadithi hizi zinawahusu waislamu wote, popote ukiandama mwezi na waislamu wakapata habari wanawajibika kufunga. Kwa hivyo hawa wanatilia nguvu kauli ya jumhur. Sasa pana kauli isiyokuwa ya jumhur, Ahnaf, kuna kauli ya Hanafia na wengineo ambao wamegawanyika kwenye kauli zao. Wako ambao wanaona kwamba watafunga pamoja wale ambao miji yao imekaribiana, buldanuhum mutakariba, au wale ambao wako katika matla moja, mawio na machweo mamoja, michomozo yao na mizamio yao ya jua inafanana, wamekaa katika mstari mmoja. Hawa nao pia watafunga pamoja kwa mwezi mmoja. Ama wale ambao wako mbali zaidi ya hapo, miji haipo karibu na wala hawajakaa kijiografia kwenye mstari mmoja katika kuzama kwa jua na kuchomoza kwa jua, watu kama hawa watafunga kila mmoja na mwezi wa mji wake. Hii ni kauli isiyokuwa ya jumhur, kauli ya wengine. Sasa kwenye kauli hii isiyokuwa ya jumhur ya kusema watu wafunge kwa mujibu wa miji yao, kwa sababu miji imeachana au baadhi ya miji haiko katika mstari mmoja, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa kichallenge mfano wa kauli hizi kwamba watu wasifuatane kwa sababu miji yao imeachana, huyu yuko jimbo lile na yule yuko jimbo lile, au mambo ya ikhtilafu al-matali', mazamio na machomozo ya jua yatofautiana, wasifuatane. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ukisoma Majmu'ul Fatawa, nitamalizia kauli hii, alikuwa anayatafiti masala haya. Kuna maneno hapa nataka uyasikilize yalivyokuwa mazuri, yatakusaidia kwenye khilafu hii iliyoko na utafunga wewe hali yako ni murtahul bal. Ukisoma Majmu'ul Fatawa juzuu ya 25, Majmu'ul Fatawa ya Ibn Taymiyyah juzuu ya 25 ukurasa 159,
anasema rahimahullah, idha atabarna haddan, tunaanzia hapo, ikiwa tutazingatia ukomo wa miji. Na hapa alikuwa anazungumzia masala ya miandamo ya mwezi kwa ajili ya haji na Ramadhan. Sasa anasema rahimahullah, idha atabarna haddan, ikiwa tutauzingatia ukomo, kwamba mji na mji kuna ukomo, kwamba watu wa mji huu hawato tazama mwezi sawa na watu wa mji ule, au muandamo wa mji huu hautowahusu watu wa mji ule. Asema idha atabarna haddan, tutakapozingatia ukomo. Akatolea mfano wa ukomo kama safatil qasri, kama vile masafa ya kupunguza swala. Tukasema labda mathalan, kama kuna mji sisi tukienda kwenye mji huo tunalazimika kupunguza swala kwa sababu ya umbali wake, basi itakuwa ndio dalili hiyo ya kila mmoja wetu kuwa na mwezi wake. Mji ambao tukisafiri kwenda tunapunguza swala, basi haya ni masafa ya kutosheleza kila mmoja kuwa na mwezi wake. Kauli kama hii tungesema tuitekeleze, mwaonaje hapa Tanzania? Tungekuwa na miezi mingapi kwa kuzingatia masafa ya kupunguza swala? Sasa natolea mfano Sheikh Islam asema kama safatil qasr, kama vile masafa ya kupunguza swala, au al-aqalim, au kwa kuzingatia ukomo wa miji na majimbo, kwamba kutoka hapa mpaka pale hili ni jimbo bwana, huu ni mji mwingine, hii ni nchi nyingine, na hapo ni nchi nyingine. Tukizingatia ukomo ni masafa ya kupunguza swala au ukomo ni majimbo. Sasa hapa ninapopataka maneno yanayokuja, anasema rahimahullah, fakana rajulun fi akhir almasafa waliqlim فعليه أن يصوم ويفطر وينسك، وآخر بينه وبينه غلوة سهم لا يفعل شيئا من ذلك. أسمى وهذا ليس من دين المسلمين. nataka maneno Sheikh Islam tuyashike hapa. Anasema fakana rajulun, na akawa mtu fulani, fi akhir almasafa, yuko mwisho wa mji wa mbali ambao tukisafiri tunapunguza swala, waliqlim, au kuna mtu yuko mbali katika jimbo huko, jimbo la mbali na sisi. Mtu kama huyo inapoandama Ramadhan, Sheikh anasema fa alayhi an yasum, ikawa ni juu yake kufunga, wayuftira, na akafungua, wayansuka, na akachinja kama ni udhiya, kwa sababu wa muandamo wake huko aliko. Sheikh anasema vituko sasa, wa akharu, na kuna mtu mwingine, bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin, kuna mtu mwingine baina ya huyo aliyefunga na baina ya huyu mwingine pana kiwango cha kutupa mshale tu. Ni miji, lau ukirusha mshale unaingia kwenye mji mwingine, kama vile hali zilivyo katika mipaka. Angalia hapo na Manga tu, kwa maana iwe Kenya ni Ramadhani alafu Tanzania Ramadhani bado, au Kenya pale ni Eid hapo na Manga alafu upande wa Tanzania bado. Anasema Sheikh Islam, akawa mtu mwingine upande wa pili wa mji, masafa yaliyoko baina yake na baina ya huyo aliyefunga ni kiwango cha kutupa mshale tu, karibu. Ikawa mtu huyu katika mji mwingine, la yafalu shay'an min dhalik, hafanyi chochote katika yale ambayo anafanya yule mwenzake. Hivi ni vituko vya aina gani? Ikiwa mnatugawanya kimajimbo na kwa nchi, itafikia mahali pana watu nchi hii na nchi ile masafa yake ni kutupa mshale tu, ukiunyoosha tu ushaingia Kenya, na mtu wa Kenya akinyoosha mshale wake ushaingia Tanzania. Alafu wanaambiwa watu kama hao kila mmoja afunge na mwezi wake. Sheikh Islam anasema wa hadha laysa min dini almuslimin, na jambo hili si katika dini ya Waislamu. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, wa hadha laysa min dini almuslimin, jambo hili si katika dini ya Waislamu. Akaendelea kusema, nataka niamalizie maneno yake hapa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, fasawabu wallahu a'lamu, kauli ya sawa sawa na Allah ndiyo mjuzi zaidi. Ma dalla alayhi qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ni ile kauli ambayo imejulisha juu yake kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, saumukum yawma tasumun, funga yenu enyi Waislamu ni ile siku mnafunga nyote. Wa fitrukum yawma tuftirun, na kufungua kwenu ni ile siku ambayo mnafungua nyote. Wa adhahakum
yauma tudhahun, na udhuhiya yenu, idi yenu ya kuchinja ni ile ambayo nyinyi mnachinja wote. Sheikh al-Islam anasema fa idha shahida shahidun lailata 30 min Sha'bana, na pindi akishuhudilia shahidi yoyote, akishuhudilia mwenye kuona lailata 30 min Sha'ban, katika usiku wa tarehe 30 ya Sha'ban, kama leo usiku wa leo insha Allah tukifika, akashuhudia mwenye kushuhudia usiku wa 30 min Sha'ban, annahu raahu, kwamba yeye ameuona mwezi, bimakanin min al-amkina, katika sehemu miongoni mwa sehemu, asema Sheikh al-Islam, qaribun au ba'idun, ni mmoja hiyo sehemu ni karibu au mbali, wajaba as-sawmu, kutawajibika kufunga. Tukipata habari ya aliyoshuhudia mwezi katika usiku wa tarehe 30 ya Shaaban, akasema nimeuona mwezi kwenye sehemu yoyote miongoni mwa sehemu, qaribun au ba'idun, ni mmoja hiyo sehemu ni karibu au ni mbali, wajaba as-sawmu, kutawajibika kufunga kwa maelezo yake hayo. Wakadhalik, na kama hivyo hukumu ni hiyo hiyo, idha shahida birru'yati nahara tilka al-laila, atakaposhuhudilia kwa kuona mwezi katika mchana wa usiku ule. Achilia mbali kutuambia usiku, yeye aliuona mwezi, lakini mpaka anatufikia sisi ni mchana tayari wa Ramadhani, anatuambia mimi usiku wa jana nimeuona mwezi na tayari ni mchana, hapo tunakula vitumbua vyetu. Sheikh al-Islam anasema hapo tutawajibika kujizuia na kula, bali akija kutuambia karibia na ghurub, karibia na kuzama jua, lakini halijazama, amekuja jioni kabisa, jamani usiku wa jana niliuona mwezi, uliuona na jua halijazama, hapo tunaanza kufunga, tunajizuilia. Anasema rahimahullahu ta'ala, wakadhalik idha shahida birru'yati nahara tilka al-laila, na kama hivyo akishuhudilia aliyeona kuona mwezi mchana wa usiku, ila al-ghurub, mpaka kuelekea wakati wa kuzama jua, lakini alijazama, akatuletea habari ya kuonekana mwezi ima mchana au jioni kabla ya kuzama. Sheikh al-Islam anasema fa alaihim, ni juu yao hao waislamu, imsaku ma baqiya, kujizuilia na muda uliobakia, sawaun kana min iqlimin, ni mmoja habari hiyo imetokea kwenye jimbo moja, au iqlimaini, au majimbo mawili. Sawaun min iqlimin, ni mmoja kutokea katika mji mmoja, au iqlimaini, au kutoka katika miji miwili, ni karibu au ni mbali. Sasa ndugu zangu, tunaona kwamba kauli hii ya jumhur inaungwa mkono na hujaj wal adilla, lakini pia wahakiki wa mambo ya kifikihi wameielezea kauli hii kwa mifano, kama Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, kwa haya machache ambayo nimeweza kuyasema hapa. Lakini pia wepesi wa kutekeleza kauli hii katika zama zetu, ikiwa wanawachuoni hawa walizungumza kauli hizi za kuwa na muandamo mmoja kwa waislamu wote katika zama zile za ugumu wa mawasiliano. Kutokea Madina kwenda Sham ni safari ya mwezi mmoja kwa mnyama ambaye anakwenda mbio. Walizungumza kauli hii kwamba inawezekana waislamu wote wakafunga na mwezi mmoja, na hii ni khitabu yao wote. Hali itakuwaje katika zama za leo ambazo nyinyi mwaziita ni zama za utandawazi? Allah ametupa neema ya sisi kufikiwa na habari, bali baadhi ya wazungumzaji wanasema si habari tu, unaweza ukaona kwa wale wenye kutazama television, ukaona location ya mwezi na watu wenye kutazama katika nchi hiyo, kwamba wale wanatizama na ni vyombo vya habari rasmi vyenye kusimamiwa na watu wenye weledi, sio kama ni redio mbao au television za mchongo ambazo hazijulikani. Tuzungumzia vyombo rasmi vyenye kusimamiwa na jiha rasmia. Watu wanaweza wakaona mpaka wale wenye kuangalia mwezi, sio mwezi tu, wale waangaliaji wanavutizama, wanavurukaruka na kufurahia, na mtu anaona namna teknolojia ilivyokuwa mbali. Katika zama kama hizi, jambo hili Allah amejalia lina wepesi kabisa wa kutekelezeka, kwa sababu habari zatufikia zikiwa mbichi. Vipi ukaacha kufunga kwa habari za yakini ambazo wazishuhudia, au
unazisikia kwa hoja kwamba mwezi haujaandama katika mji wako. Lakini jambo jingine kwa sisi wa Tanzania, jambo hili sasa hivi si gogoro, wala hatukhalifu nchi wala hatumkhalifu mufti wa nchi. Nchi yetu yenyewe ina utaratibu wake kwenye mambo ya ibada. Nchi hii ndio ilivyo. Usichanganye nchi hii ya Tanzania na nchi zenu huko kwenye mambo ya kiibada. Kama kuna nchi huko mkitangulia kufunga wengine wakachelewa, inaonekana mmemkhalifu mtawala na mmekwenda kinyume na dola, basi Tanzania haimo. Mtoto Tanzania mtoeni, kwa sababu hapa tuna utaratibu wa nchi hii wa kikatiba. Tumepewa uhuru wa kujitosheleza katika mambo ya ibada zetu, muda wa kuwa hatuvunji sheria na taratibu. Na ndiyo maana angalia nchi hii, wanafahamu Waislamu hawa kuna kundi utangulia na wengine uchelewa, ndio utaratibu wao wenyewe. Hata tunaposwali Eid hamuoni ulinzi tunaletewa? Sasa ule ulinzi ni wetu. Utaikhalifu daula na taratibu za nchi alafu uletewa askari wa kulinde? Tuletewa na ulinzi, tunapewa na vibali vya kuswalia viwanjani. Vibali unaomba serikalini ukapewa, na wale wenye kuswali kesho wanapewa. Na inafahamika kwamba taasisi zingine za Kiislamu kwenye nchi hii zimepewa uhuru wa kufanya mambo yake, kama vile ambao taasisi kuu kongwe ya BAKWATA ilivyokuwa na uhuru katika mambo yake. Hii ndiyo nchi inavyokwenda. Kwa hivyo tuna fursa hiyo, na kama pana ugumu ulitokea ni huko zamani, watu wa sunna wale wa mwanzo walipata misukosuko, lakini sasa hivi jambo limekwisha. Wanajulikana, hawa hutangulia, hawa huchelewa, wala hatujamkhalifu yoyote, sio shekhi wa nchi wala rais wa nchi. Nchi yetu pia inatuletea ulinzi na pongezi zinatokea katika mamlaka, pongezi za Ramadhani. Kwa watu wenye kufuatilia mambo miaka ya nyuma, marais wanatoa pongezi kwa watu waliotangulia kufunga au waliotangulia kula Eid, ni kuonyesha hakuna mukhalafa wa nchi. Kwa hivyo jambo la kukhalifu nchi liondoeni. Lakini la mwisho ambalo namalizia kwa leo, jambo hili hapa kwetu Tanzania limekuwa ni kama shiar za watu wa sunna, ni kama alama ya watu wa sunna. Wale ambao hufunga na mwezi wa popote, wengi wao ni watu wa sunna na jamaa, na wale ambao hutegemea mwezi wao tu au warafiki zao wanaowaridhia, wengi wao ni makundi ya kisufi na turuku zingine za batili. Hilo limefahamika kiasi ambacho mwezi huu wa popote hapa kwetu unaitwa mwezi wa mawahabi, na ule mwezi wa ndani tuujua sisi ni mwezi wa BAKWATA, tunasema hivyo. Ishakuwa ni miza, ni kipambanuzi baina ya watu wa sunna na wengine kwa miaka mingi. Hatuwezi kuiondoa miza hii tukarudi tena kuchanganyika na masufi, labda wao waje katika sunna. Kingine, pana mambo mengi yametokea katika nchi hizi ya kukataa mwezi kwa watu waadilifu kabisa. Pakasemwa habari za mwezi zimefungwa, bali pana habari zimerushwa watu waliambiwa wafungue, kwa sababu mwezi umeonekana. Viongozi wa dini katika nchi hizi, someni historia, walitangaza watu wafungue, alafu wao wakawa wamefunga. Wanasema wao wenyewe. Watuambie sisi tuache utaratibu huu ulionyooka ambao uko wazi kidini. Tunafuata kauli za maulama kwa mujibu wa nchi, hatujamkhalifu yoyote, lakini tunaona kwamba sunna inadhihiri. Tutaendelea na msimamo huu muda wa kuwa haujavunja sheria za nchi wala haujavunja umoja wa watu wa sunna. Umoja wa watu wa sunna umesimama. Sisi na watu wa bid'a katika nchi hizi tunajulikana kwa hili. Sasa kama utajitokeza utupasue sisi watu wa sunna, wewe ndio unatakiwa ujitathmini. Sasa ahlus sunna wal jamaa katika hili wao wako tofauti na watu wa bid'a masufi. Njoo wewe sasa hivi na kauli ambayo itapasua hawa watu wa sunna. Mfano sisi hapa msikitini, watujie na kauli tupasuke sisi hapa. Nani ambaye atakuwa analeta mfarakano katika dini? Ni wewe ambao unawapasua watu wa sunna ambao wana jambo lao kwa muda mrefu, au ni hawa ambao wameshakuwa wazi baina yao na watu wa bid'a? Haya mambo yanahitaji kutumia fiqh alwaqi' na uhalisia wa mambo, kama kweli mnazungumzia umoja wa da'wa na umoja wa Uislamu. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Mtanisamehe sana, hii leo sio